Mpendwa mfuatiliaji wa The Gospel Media, ninakukaribisha katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, hii ikiwa ni Machi 16 mwaka 2025. Kabla tujalianza somo letu asubuhi ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa upendo wako, rehema yako na neema ya ajabu maishani mwetu. Umetupatia chakula, umetupatia na mavazi, na kwa neema ya pekee umetuleta asubuhi hili tujifunze neno lako. Tunaomba ukabariki juhudi zetu, ukabariki chochote ambacho mikono yetu inakifanya kwa ajili ya kujipatia kipato. Bariki kazi za mikono yetu na neema yako idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema huruma yake. Imejengeka katika kitabu cha Marko sura ya 10 aya 16. Neno la Mungu linasema, akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Wakati Yesu alipokuwa akihudumu katika mitaa ya miji, akina mama wakiwa na watoto wao wagonjwa na wanaokaribia kufa mikononi mwao, wanajipenyeza katika kusanyiko, wakitafuta kufika mahali atakapowaona. Tazama, akina mama hawa dhaifu, wamechoka, wanaokaribia kukata tamaa, lakini wakiwa wamedhamiria na kuvumilia, wakibeba mzigo wao wa mateso, wanamtafuta Mwokozi. Wanaposhindwa kwa sababu ya umati unaowazonga, Yesu anaonekana kuja kuelekea kwao hatua kwa hatua mpaka anapokuwa amewakaribia. Matumaini yanachipuka mioyoni mwao. Machozi yao ya furaha hudondoka wanapopata usikivu wake na kuwatazama machoni akionyesha huruma na upendo. Akimchagua mmoja wao, Mwokozi anaamsha imani yake akisema, wataka nikufanyie nini? Anasema hitaji lake kwa kwikwi, Bwana, naomba umponye mwanangu. Yesu anamchukua mtoto mdogo mikononi mwake, na ugonjwa unatoweka kwa mguso wake. Ugonjwa wa kufisha unatoweka, mkondo utoao uzima unatiririka kwenye vena na misuli inapokea nguvu. Maneno ya faraja na amani hutamkwa kwa mamaye, na kisha kesi nyingine kama ya dharura inawasilishwa. Tena Kristo anatumia uweza wake wa kuhuisha, na wote wanamwimbia sifa na heshima, yeye afanyaye mambo ya ajabu. Tunazungumza sana juu ya ukuu wa maisha ya Yesu. Tunazungumza juu ya mambo ya ajabu ambayo Yesu alitimiza, ya miujiza ambayo aliifanya. Lakini kushughulika kwake na mambo yanayohesabiwa kuwa madogo ni uthibitisho wa juu zaidi wa ukuu wake. Miongoni mwa Wayahudi ilikuwa ni desturi ya watoto kuletwa kwa rabi fulani ili aweke mikono yake juu yao kwa baraka. Lakini wanafunzi walifikiri kazi ya Mwokozi ni muhimu sana kuweza kuingiliwa kwa njia hii. Wakati akina mama walipokuja wakitaka Yesu awabariki watoto wao wadogo, wanafunzi waliwatazama kwa chuki. Walifikiri watoto hawa walikuwa wachanga sana kunufaika kwa kumwendea Yesu, na wakahitimisha kwamba angechukizwa na uwepo wao. Lakini Mwokozi alielewa mahangaiko na mzigo wa akina mama ambao walikuwa wakitafuta kuwafundisha watoto wao kulingana na neno la Mungu. Alikuwa amesikia maombi yao. Yeye mwenyewe alikuwa amewavuta katika uwepo wake. Leo Yesu ni Mwokozi mwenye huruma kama alivyokuwa akitembea miongoni mwa wanadamu. Kwa kweli ni msaidizi wa akina mama sasa, kama vile alivyowakusanya watoto mikononi mwake huko Yudea. Watoto wa nyumbani kwetu wamenunuliwa kwa damu yake kama vile watoto wa zamani. Hebu akina mama wamjie Yesu wakiwa na fadhaa zao. Watapata neema itoshayo kuwasaidia katika utunzaji wa watoto wao. Malango yamefunguliwa kwa kila mama ambaye
ataweka mizigo yake miguuni pa Mwokozi. Yeye aliyesema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, katika Marko sura ya 10 aya 14, bado anawaalika kina mama kuwaleta watoto wao ili awabariki. The Ministry of Healing, ukurasa wa 38 hadi 42. Hii ni Machi 16, mada ikisema huruma zake. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa nasi sasa na hata milele. Amina.